Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Tunaendelea na somo letu la ifahamu sheria ya ndoa katika kitabu chetu cha Al-Miftah Libabi An-Nikah, na leo inshallah tunamuelezea az-zawjatu, yule mwanamke anayetaka kuolewa. Tunaeleza nini kuhusiana na yeye? Tunaeleza masharti anayotakiwa kuyafahamu na kuyazingatia ili ndoa yake iweze kusihi, kama tulivyoeleza sharti za yule mwenye kutaka kuoa. Leo tunaeleza sharti za yule mwenye kuolewa. Anasema muallif rahimahullah, yushtaratu fi zawjati, inashartizwa kwa huyu mwanamke anayetaka kuolewa, kaunuha untha yaqina. Sharti la kwanza, tuwe tunahakika kwamba huyu ni mwanamke. Maana yake ni kwamba ikiwa ni khuntha tulisema ni mtu mwenye jinsia mbili, na ikawa hajajulikana ni ipi inayofanya kazi, kwa sababu ikifanya kazi jinsia ya kiume anakuwa ni mwanaume, na ikifanya kazi jinsia ya kike anakuwa na hukumu ya kuwa ni mwanamke. Kwa hivyo ni khuntha ambaye hajajulikana ni ipi katika mbili hizo inafanya kazi. Kwa jambo la kwanza na sharti la kwanza, kaunuha untha yaqina, tuwe na yaqini kwamba huyu ni mwanamke hakika. Lakini sharti la pili, wata'yinun, awe ni mwanamke ambaye anajulikana, yani ai ta'rifuha bilqasri wattuli, anajulikana kwamba ni mfupi au ni mrefu, au ismi, au linajulikana jina lake, wama ila dhalika. Sharti la tatu, wa an la takuna muhrimatan bilhajji au umratin, asiwe ni mwenye kuhirimia ibada ya hija au ibada ya umra, sawa'u hiya au azawji, sawasawa atakuwa yeye au atakuwa yule mwanamume au atakuwa yule wali wake, sawasawa hiyo ibada ya hija itakuwa ni yenye kusihi au kutokusihi. Mujarradi kuwa tayari amehirimia, maana yake ni haramu yeye kuweza kuwa ni miongoni mwa watu watakaoolewa. Anasema sharti la nne, wa kaunuha khaliyatan min nikahin, na asiwe yupo katika ndoa ya mtu mwingine, wa min iddati ghairi al-khatib, na katika eda ya yule asiyokuwa mwenye kumposa, kwamba asiwe katika ndoa ya mtu mwingine moja kwa moja. Ikiwa yupo katika ndoa ya mtu mwingine, basi hairuhusiwi yeye kuweza kuolewa. Na ndio maana tulipokuwa tukieleza yale masala kwamba yule mwenye kuozesha katika mambo anatakiwa kuyauliza, na anatakiwa aulize huyu binti ameshapatapo kuolewa au bado, ili aweze kujua yupo katika ndoa ya mtu mwingine au ameshaachwa. Ukirudi katika vipindi vilivyotangulia tumeeleza nini anachotakiwa kuuliza yule ambaye amefungishwa ndoa. Kwa hiyo katika sharti analotakiwa kulikamilisha mwanamke huyu, hakikishe kwamba hayupo katika ndoa ya mwanamume mwingine au hayupo katika eda ya mwanamume ambaye sio huyu aliyemposa. Kivipi? Inawezekana akawepo katika eda ya huyu aliyemposa, kwa maana ya kwamba amejihului. Akijihului atakaa eda, na ikiwa atakaa eda, maana yake ni kwamba sasa huyu mwanamume anatakiwa kuja, akitaka kumuoa, maana yake atatakiwa kutoa mahari upya na kila kitu. Kwa hivyo bado atakuwa yupo katika eda ya yule mwanamume aliyofanya nini, alomwachukua. Inatakiwa ibainike kwamba hayupo katika eda ya huyu mwanamume ambaye anayemuoa. Faida ambayo tunaipata, anasema falmu'taddatun la yasihu nikahuha, yule mwanamke ambaye yupo katika eda haifai kuolewa, haisihi ile ndoa yake, bil ijma', hiyo ni kwa ijma' ya Waislamu. Fa idha tazawajaha aliman, pale ambapo mtu atamuoa hali ya kuwa anajua mwanamke huyu yupo katika eda, aliman bitahrimi, anajua kwamba jambo hili ni haramu, waqima alayhi alhad, atasimamishiwa nini, haddi mwanaume huyo. Bikhilafi idha tazawajaha, tofauti pale ambapo atakapomuoa wa hiya muhrima, fala yuqamu alayhi alhaddu li shubhi alkhilaf inda alhanafiyya, pale ambapo kinyume, endapo itabainika kwamba huyu mwanamke anayemuoa tayari ameshahirimia hija, maana yake huyo hatofanyiwa haddi. Kwa nini? Lishubhatil khilaf inda alhanafiyya. Kuna masala tu ya ashubha, kuna shubhatul fa'ili, shubhatul mahalli wa shubhatut tariq. Shubhatut tariq inapatikana vipi? Ni pale ambapo itakapopatikana tendo limefanyika, lakini hilo tendo kwa mujibu wa mitazamo na mapito ya wanazuoni
ikawa kuna pahala ambapo kuna wanazuoni wamejuzisha jambo hilo na kuna upande ambao kuna wanazuoni wamelikataa jambo hilo. Mfano katika masala ya ndoa ya mtu aliyehirimia, madhhabul Hanafia wamesema inasihi na wana dalili zao, na madhhabul jumhur, maana yake jumhurul fuqaha, wamesema haisihi. Kwa hivyo endapo litafanyika hili hapa katikati, kunakuwa na kitu kinachoitwa shubhatul tariq au shubhatul khilaf, kwa maana kuna ndoa hii inakuwa na shubha kutokana na khilafu, na ipo kauli inasema idra'ul hudud bishubhat, kwa maana pale inapobainika kwamba kuna shubha imeingia katika hilo jambo na ikawa mtu huyo anastahiki kufanyiwa haddi, moja kwa moja ile haddi inakuwa haifanyiki. Hasa ndo huyu mtu anajua mfano kwamba mtu huyu amehirimia na yeye akafanya kusudi kwenda kumuoa, moja kwa moja hatofanyiwa haddi. Hatofanyiwa haddi. Kwa nini hatofanyiwa haddi? Lishubha hili khilafu, kwa sababu kuna shubha ambayo imetengenezwa na khilafu iliyokuwepo ndani ya wanazuoni, ambapo khilafu hii ni mu'tabaran, ni khilafu ambayo inazingatiwa katika sheria. Sharti ya 5 anasema wa an la takuna mula'anatan, na kusiwe baina, isiwe mwanamke huyu anayeolewa imepatikana baina yake na huyo mume kitendo cha almulaana. Tutakuja kuelezea hukumu mbalimbali za almulaana. Maana yake kitendo hiki kikipatikana, hukumu yake, yani kitendo cha li'an kikipatikana, hukumu yake ni kwamba huyu mwanamume haruhusiwi kumooa mwanamke huyo abadan. Sharti ya 6, wala khamisatan in kana zawju hurran, asiwe ni mke wa 5 ikiwa mwanamume huyo ni mwanaume ambaye ni hur. Kama tulivyosema katika sheria ya Uislamu kuna watu ambao ni hur, watu ambao hawajawahi kuwa watumwa na hawajaudiriki utumwa, lakini hata kama walikuwa watumwa baadaye wakaachwa huru, wanakuwa huru. Maana hawa katika Uislamu wanaruhusiwa kuoa wanawake 4. Lakini tukasema kwamba katika Uislamu kuna hukumu mbalimbali zinazoelezea kuhusiana na watumwa. Sasa hawa watumwa katika kuoa, ikiwa huru anaruhusiwa kuoa wanawake 4, basi mwanamume ambaye ni mtumwa, yeye anaruhusiwa kuoa wanawake 2. Kwa hivyo ihakikiwe kwamba huyu mwanamke anayeenda kuolewa na huyo kijana, isiwe ndoa yake ni ya 5 kwa huyo kijana. Maana yake ndoa yake ikiwa ni hivyo haitasihi. Kuna moja katika faida ambayo ameiweka muallif rahimahullahu ta'ala hapa aliposema wala khamisatan in kana zawju hurran, wala asiwe ni mwanamke wa 5, kwa maana ni ndoa ya 5 kwa huyo mwanamume ikiwa mwanaume huyo ni hur. Katika faida anasema fa idha talaqa wahidatan, ikiwa mwanaume huyo amemwacha mwanamke mmoja, minal 4, katika hao 4, wa arada zawaja min jadidatin falnanzur, na akawa anataka kuoa mwanamke mwingine, basi tunatazama nini. Tunachokitazama anasema idha talaqaha talaqan ba'inan, atakapokuwa amemwacha huyo mwanamke mmoja katika hao 4, kamwacha talaka 3 kwa pamoja, fayasihu zawajuhu min aljadidatin wa hiya fil idda, inasihi kumuoa huyu mwanamke mwingine ambaye atakuwa ni 4, hali ya kuwa yule mwanamke aliyeachwa akiwa katika nini, katika ida yake, inafaa kumuoa. Wa amma idha talaqaha talaqan raj'iyya, ama atakapomwacha kisha hiyo talaka aliyoitoa ikawa ni talaka ambayo ni raj'iyya, fala yasihu illa ba'da inqidha'i iddatiha, haisihi kuoa mpaka huyo mwanamke aweze kumaliza ida yake. Maana yake huyu ana wake 4, akamwacha mmoja kama tulivyosema. Baada ya kumwacha mmoja, ikiwa akamwacha huyu mmoja talaka 3 kwa pamoja, anaruhusiwa kumuoa huyo mwanamke akawa ni 4. Ikiwa amemwacha talaka ambayo ni ya kumrejea, haruhusiwi kumuoa mpaka aweze kumaliza eda yake. Ndio pale kuna baadhi ya lugzi chemsha bongo anasema kwamba ni wakati gani mwanamume atakaa eda, ni wakati gani mwanamume atakaa eda. Unaweza ukashangaa kusikia maneno haya, lakini hii ndio sura yake, kwamba mwanaume anazingatiwa wakati fulani yuko eda na yeye pale ambapo atakapokuwa na wake 4 kisha akamwacha mmoja talaka ambao ni raj'iyya, kwamba haruhusiwi kuoa mwanamke mwingine mpaka huyu awe kamaliza eda yake.
kisha anasema muallif rahimahullah, fala yasihu illa ba'da inqidha'i iddatiha, aisihi paka baada ya kumaliza nini, eda yake huyo aliyemwacha kwa talaka ambayo ni rajiia. Wa yushtaratu aidan, na inashartizwa pia katika faida ya kupata masharti, inashartizwa pia an la takuna murtaddatun, huyo mwanamke anayeolewa asiwe ni mwanamke ambaye ameritadi, au kitabia, au akawa ni kitabia kwa maana wahia imma yahudia, imma atakuwa ni yahudia ambao wanafuata kitabu, ahlul kitabi. Washtarata fiha, imeshartizwa kwa hao ahlul kitabi, kama ilivyokuwa kuna khilafu baina wanazuoni, je, kwa sasa na kwa wakati huu ahlul kitabi wako au hawako. Tutaandaa kipindi maalumu ambacho kitakuja kueleza, je, ahlul kitabi wako au hawapo, na ikiwa wako ni utaratibu upi unaozingatiwa katika kuwaoa ahlul kitabi. Hapa kuna faida ambayo tunaipata. Muallif rahimahullahu ta'ala ametuwekea, anasema kwamba washturita fiha, imeshartizwa kwa huyo ambaye ni Yahud, ambaye ni ahlul kitabi, an la na'lama dukhula abaiha, tusifahamu kuingia baba zake fi dini liyahudia qabla an-naskhi, kwamba ikiwa baba zake waliingia katika dini ya Uyahudi qabla an-naskhi watabdili, kabla ya kule kufutwa au tabdili. An-naskhi kwa maana Mayahudi ni watu wanaomfuata Nabii Allah Musa alayhi salam. An-naskhi ina maana ya hapa, ina maana ya kwamba ni baada ya kuja nabii mwingine ambaye atakuja na utaratibu ambao sio wa Nabii Allah Musa. Kwa ikiwa itabainika kwamba hawa waliingia katika Uyahudi kabla ya an-naskhi au tabdili, anasema hukumu yake iko hivyo. Wa idha alimna dukhulahum, ikiwa tutafahamu kule kuingia kwao baada an-naskhi wa tabdili, fala yasihu, ndoa hiyo haisihi. Wa imma an-nasraniya, kwa maana hao ahlul kitab imma al-yahudiya wa imma an-nasraniya, imma mayahudi au wakristo. Kisha anasema katika nini kuhusiana hawa Wakristo, fa yushtaratu, inashartizwa katika kuwaoa hao Wakristo, an na'lama dukhula abaiha fi dini an-nasraniya qabla an-naskh wa tabdil, tufahamu kwamba waliingia katika dini hii. Maanake an-nasraniya ni watu wanaomfuata Nabii Allah Isa, waliingia katika dini hiyo kabla ya an-naskhi, kwa maana kabla ya kuja mtume mwingine ambaye anafuta ule utaratibu wa nabii aliyetangulia, na kabla tabdili, na kabla ya kile kitabu hakijabadilishwa. Ikiwa tulifahamu waliingia kabla ya hapo, kabla ya hayo, manake ndoa hiyo itakuwa inasihi. Kisha anasema fala yasihu idha jahalna amraha, na haisihi pale ambapo tutakapokuwa hatujui wameingia kabla tabdili wa naskhi au wameingia baada tabdili wa naskhi. Naam, lakini idha jtanabu almubdala, ikiwa walijitenga na ile ambayo iliyobadilishwa, maana yake wao wakatumia ile ambayo ni sahihi na sio ile ambayo iliyobadilishwa, wadakhalu ba'da tabdili, na wakaingia katika Ukristo au Yahudi baada ya kubadilishwa, sahha nikahuhunna, linasihi kuwaoa. Fala farqa baina al-yahudiyya wan nasraniyya, hakuna tofauti baina ya Mayahudi na Manasara, mujarradi wao watakuwa ni ahlul kitabi. Kwa kuna khilafu kubwa ya wanazuoni na kuna masala marefu ya kuhusiana na kuwaoa au ahlul kitabi. Kwanza ni kuthibitisha, je, ahlul kitabi wapo, na hukumu, ikiwa wapo hukumu zao ni zipi, na ikiwa hawapo hukumu yake ni ipi. Kwa hivyo tutakuwa na kipindi maalumu cha kueleza masala hayo. Na sharti nyingine katika hiyo sharti ya sita, anasema wala thalithatan in kana abdan, wala asiwe ni mke wa tatu pale ambapo huyo anayeoa ni nani? Ni mtumwa, kwa sababu mtumwa yeye anatakiwa asizidishe zaidi ya wawili, na mtu ambaye ni huru asizidishe zaidi ya watano, manake ni wanne tu na asiwe na watano kwenda juu. Kisha muallifu anasema falawiddaati almar'atu annaha khaliyatu min nikahi, lau imepelekwa kesi kwa hakim, kwa kadhi, kisha mwanamke akadai kwamba yeye alikuwa hayuko katika ndoa, maana yake ni mtu ambaye ameshaachwa, imma mumewe alikufa au alipewa talaka, asema mimi sipo katika ndoa au mimi sijaolewa, wa iddati, lakini pia si eda yangu nimeshamaliza, qubila qawluha, itakubaliwa kauli yake, kwa sababu yeye ndio anasema la aslu baqa, yeye ndio asli, maana yake yeye ndio anajua kwamba yupo katika ndoa au hayupo katika ndoa, yeye ndio anajua yupo katika eda au ameshamaliza eda.
Wajaza lilwali, na inajuzu kwa wali, khasan kana au amman. Wali ni khas kwa maana baba, babu, kaka, ammi, au amman au wali am kwa maana ya hakim. I'timadu qawliha, kuitegemea ile kauli yake na kuifanyia kazi. Bikhilafi ma law qalat, tofauti endapo atasema huyu mwanamke kwamba kuntu zawjata fulani, mimi nilikuwa ni mke wa fulani, watallaqani, na akaniacha, au mata anni, au mume wangu alikufa. Fa innahu la yuqbal qawluha binisbati lilwaliy al'am, haikubaliwi kauli yake kwa mujibu wa yule waliy al'am, hata ikubaliwe kauli yake. Wa huwa alhakim, ambaye ni hakim, illa bibayinatin, isipokuwa lazima upatikane ushahidi. Ndio maana tulizungumza kwamba lazima kabla ya kuoa uulize ikiwa aliachwa, uangalie ile sigha ya talaka, wakati gani aliachwa, na wama ila dhalika. Bikhilafi alwali alkhas, tofauti na yule wali alkhas, fa inna lahu i'timada qawliha, kwa maana hapa qadhi na hakim hatomzingatia mpaka alete ushahidi wama ila dhalika. Lakini huyu wali alkhas ambaye ni baba au kaka, yeye anaweza kumsikiliza na kuifanyia kazi hiyo kauli yake. Tukimalizia kipengele cha mwisho ambacho muallif amekieleza hapa, anasema ni taaddudu zawjat, kwa maana nini hukumu ya mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja. Ndipo anapoelezea hapa, anasema yajuzu lilhurr, inajuzu kwa mwanamume ambaye ni hurr, an yajma baina arba'i zawjat, kuwakusanya wanawake wanne, maana yake kuoa wanawake wanne. Na jambo hili sio sunna, jambo hili ni mubah katika sheria ya Uislamu. Na ukisoma vitabu vya ayatul ahkami, aghlabia wanakwambia jambo la kuongeza mke sawa sawa wa pili au watatu au wanne ni jambo ambalo ni mubah na sio sunna. Walilabdi an yajma baina ithnaini, na mtumwa anaruhusiwa kukusanya wanawake wawili tu bas, asizidishe zaidi ya hapo. Kisha anasema falau tazawwaja alhurru khamsan, lau mwanamume hur akaoa wanawake watano, au akthara, au zaidi ya watano, fa in kana nikahuhunna murattaban batala fil khamisatin, ikiwa kuwaoa kwake kumeenda kwa mpangilio, kwa maana ameanza wa kwanza, kisha baada ya muda akaoa wa pili, kisha baada ya muda akaja watatu, baada ya muda akaja wanne, kisha baada ya muda akaja watano, basi hii ya huyu watano ndiyo itakayo batilika na hizi za wanne zitasihi. Wama fawqaha, maana itabatilika ya tano na wale wa ziada. Wa in tazawwajahunna fi aqdin wahidin batala fil jami'i, na ikiwa atawaoa katika aqdi moja, yani kwa maana katika tukio moja akawaoa watano, basi anasema batala aljamii, zote zinakuwa hazijasihi. Kwa hivyo hizi ni hukumu ambazo tunapaswa Waislamu kuzifahamu, kwa sababu zinafungana na masala muhimu ya kuifahamu sheria ya ndoa. Katika faida ya mwisho tunamalizia, anasema amma idha tazawwaja ala arba'in fi aqdin wahid fa yasih, kama tulivyosema akiwaoa wale wanne katika aqdi moja inasihi. Lakini sasa namna ya kusimamia ile ndoa ndio faida ambayo tunakusudia kuitoa. Anasema wa yutasawwaru hadha, inatasawuriwa hili jambo la kusihi aqdi kwa wote wanne kwa wakati mmoja, bi an wakkala kulla aba'i zawjati shakhsan wahidan yanubu anhum, kwa maana hawa ni mabinti, kila mmoja na baba yake. Kwa hiyo wale wazazi walichokifanya, wao wakamwakilisha mtu mmoja, ndio akafundisha zile ndoa kwa wakati mmoja watoto wao wote. Maana yake hapo inasihi ndoa hiyo, na huo ndio mfano wake inavyotakiwa kuwa. Na taswira ya pili, au kana alwaliyu jadduhunna, au ikawa yule wali ni babu yao, kwa maana ni babu ana watoto wengi. Sasa akaja kijana mmoja akachukua katika hiyo familia moja, akachukua kwa huyu, akachukua binti mmoja kwa huyu, akachukua binti mmoja kwa huyu, akachukua binti mmoja kwa hoja, jumla wanne, akawachukua wote katika familia moja. Kisha yule babu yule ndo akawa ni wali, kwa maana yeye hapo hapewi idhni, kwa sababu yeye ni wali, kwa maana yeye anafaa kuwa wali wa wote wale mabinti, kwa sababu daraja ya kwanza ni baba, daraja ya pili ni babu. Haijalishi kutakuwa na watoto wangapi, ana watoto wangapi wa kiume, lakini mujarradi yeye ni babu kwa hao mabinti, maana yake anakuwa na nafasi ya wali. Sasa ikawa wakampa nafasi kwamba baba, simamia ndoa ya watoto zetu hawa, kwa maana yeye atasimama pale kama babu yao na atasimamia jambo hilo la kuwafungisha ndoa wote wanne kwa wakati mmoja. Kwa hiyo haya ni mengi katika machache ambayo yapo katika kitabu hiki katika kufahamu sheria ya ndoa. Endelea kuwa nasi katika chaneli yetu ya Kabeke TV ili uweze kufahamu mambo mengi yanayohusiana na sheria ya ndoa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.